Muuguzi mmoja katika kaunti ya Kiambu amefariki hii leo kutokana na makali ya COVID-19, hali ambayo imetonesha zaidi kidonda cha mgomo wa wauguzi wa afya katika kaunti hiyo. Ile budget ya afya iangaliwe vizuri na tunaamini kwamba ishaangaliwa. Tunasema hatutaki siasa. It is a high time those beds be equipped with what is required. Kwa hivyo ombi langu ni hii kwa serikali kuu. Wasikie kilio ya Wanjiku. Wanjiku ambao wakati wanataka kupata kuna election. Wakitaka kushauriwa ni Wanjiku wanatu. Sasa Wanjiku wote wakikufa atachagua kina nani? Aidha, gavana wa kaunti hiyo James Nyoro ameashiria kuwa serikali ya kaunti haina uwezo wa kurekebisha matatizo katika sekta ya afya, akielekezea jukumu hiyo serikali ya kitaifa. External factors that we have no control of. We have challenges on delay of release of exchequer. Serikali ya kaunti ya Kakamega kwa upande wake imeanzisha mazungumzo na viongozi wa wauguzi ambao wanashikilia msimamo wao kuwa hawatarejea kazini hadi pale matakwa yao yatatiliwa maanani. Walituita Thursday, tukaenda huko. Wakati tumeenda wamekataa kutupatia counter proposal, wanatuambia we are not negotiating, we are discussing. In the process wamekimbia mahakamani, wanasema kwamba we call off the strike by force. We are not going to be forced by your courts to go and commit suicide. Athari za mgomo huu zinadhihirika wazi kwa wakazi wa Kakamega siku 7 tangu ung'oe nanga. Kwa sasa wakiitaka serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kufanya hima kuwaokoa. Watu wamekuwa wakikuja, wanaingia na watoto wagonjwa, lakini inafika mahali watoto wenyewe wanarudishwa nje. Natoka mbali huko, napita huko paka Masera huko kuja hapa, lakini tunatoka tu bure. Hali hiyo pia ilijitokeza katika kaunti ya Bungoma, dhihirisho lililo wazi ya matokeo ya ukimya wa serikali kuu kwa kilio cha wahudumu wa afya. Hii serikali ya Bungoma County inaandika mabarua kuintimidate, kulazimisha wafanyikazi wa afya wafanye kazi kwenye mazingira duni na malipo duni. Mgomo utaendelea. Hali hiyo ilijitokeza katika kaunti ya Nairobi, viongozi wa mashirika yanayosimamia maafisa wa kliniki pamoja na wauguzi nchini wakitaja kuwa kidonda chao kinachokozwa na matamshi ya viongozi mbalimbali. And the same statement came from the chair of the Council of Governors. I have seen him going around the country telling people that using 14 billion during this COVID-19 is not too much for BBI. But is it not very much better to say that using 14 billion to safeguard the life of Kenyans? Aidha, walidokeza kuwa huduma ya afya kwa wote almaarufu UHC ni swala litakalobaki kuwa dhana, kwani wanaotarajiwa kutekeleza huduma hizo wanazidi kupuuzwa. You will only achieve success in health services when you have the nurses at work, serving with a lot of support from you, serving when they are motivated, serving when they are appreciated. That is when you shall succeed in health. Sasa waache kutubeba wana hata hawa. Ni matamshi aliyotoa seneta Isaac Mwaura, akitaja kuwa japo mabilioni ya pesa yanapokelewa na bima ya afya ya NHIF, wahudumu wa afya walioko mstari wa mbele wanazidi kuangamia. Watoto wa maskini ambao wameenda shule, wakapata grade nzuri, wakajitolea kuwa clinical officers wa nchi hii, na hata hiyo NHIF haiwezi kawalipia. Hiyo ni dhulma. Hiyo ni dhulma. Stop talking and engage the medical workers so that we can resolve this issue. Aidha, seneta Samson Cherargei amemkashifu vikali waziri wa afya Mutahi Kagwe, huku akisisitiza kuwa iwapo matakwa ya wahudumu wa afya hayatanakiliwa katika mfumo wa BBI pamoja na bajeti ya nyongeza, basi atapinga vikali hatua hizo. There are things that are urgent but not important, like BBI. There are things that are urgent but important, like health crisis. Mr. President, can you address? Na wewe mwenyewe ulituambia kama kuna mtu afanye kazi akwenda nyumbani. Wewe anza kuvuta Mutahi Kagwe akwenda nyumbani ndio tupate mtu mzuri ambaye atakuja. Ben Kerera, K24, Samoja.